Kwa kweli nisingelisema hili, nadhani nisingepumua vizuri. Mimi naomba nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa roho yako nzuri. Najua huwezi kusema kwamba mtu fulani ni mzuri bila kumlinganisha. Huko nyuma raha kama hizi hatakuwa nazo. Kwa kweli Mwenyezi Mungu amekubariki kuwa na roho nzuri na sura nzuri. Barikiwa sana. Anachokifanya Mheshimiwa mbunge tunakilinganisha na hapa kwenye mkoa wa Tabora kuna wilaya moja inaitwa Igunga. Igunga wanafaulisha sana. Lakini siri ya ufaulu wao inatengenezwa na mkurugenzi wao. Kwamba baada ya matokeo kutoka anawatembelea walimu kama ulivyofanya wewe na anawapatia zawadi. Igunga walimu huwa wanatolewa, wanapelekwa kwenye hall, wanakula, wanadansi, wanakesha, yani wanaenjoy. Hata na sisi leo kwa hii milioni 6 tuliyoipata leo, sijajua tuna furaha kiasi. Kwa kweli mama, barikiwa. Watu wanakulinganisha wewe, unajua kumlinganisha mtu sio vibaya. Kuna mbunge hapa Tabora anaitwa Mama Sita. Mama Sita ana roho nzuri sana kwa watu wa Ulambo. Roho hiyo sasa ndio umeikopi. Unayo wewe, yule mama anasaidia kama unavyosaidia wewe. Tukikaa kwenye vijiwe vyetu vya huko mtaani, kwa kweli mama kwenye misiba upo. Akina mama hawa nasema unapatia mitaji. Yaani mama unalinganishwa na huyu mbunge wa Kigoma pia. Unajua mnalinganishwa na huyu mbunge wa Kigoma anaitwa nani? Baba Levo. Kwa kweli mama, hongera sana. Tunajivunia kuwa na wewe. Mheshimiwa Kitumbo kwa kweli amekuwa ni faraja sana kwetu. Huyu ni baba. Unajua baba huwa ana protect, anakumbatia familia yake. Maadui wakija, yani bora wamgonge baba, hawa watoto wako salama. Kuna watu fulani walikuja kutuletea umbea kwamba Kazima ni wapinzani. Lakini Mheshimiwa diwani alifuatilia. Akawaambia kwamba wale si wapinzani, mambo ya vyama, tena vyama vya wafanya kazi, si vyama vya siasa. Akasema hilo limeisha. Muwe na amani vijana wangu. Kwa kweli Mheshimiwa mbunge kama ni diwani naye, na sisi tunajivunia kuwa naye. Huyu ni baba anayetulinda. Anajua nani ana njaa, ampatie chakula ale. Sina mambo mengi ya kusema, lakini mbarikiwe mno.